Mfanyabiashara na mtu mwenye ushawishi mkubwa kweli kweli kwenye mitandao ya kijamii, yaani Andrew Tate, amesema kupitia mitandao yake ya kijamii kwamba atajiunga na msafara wa msaada kuelekea Gaza mara tu nchi yake kubwa itakapokamilika kujengwa ama kutengeneza. Tate alinukuliwa akisema, "When my super yacht is finished, I'm joining the flotilla." Kauli hii imezua mjadala mkubwa mitandaoni, hasa ikizingatiwa kwamba msafara wa mashua maarufu kama Flotilla umekuwa ukijaribu kufikisha misaada ya kibinadamu kwa Wapalestina licha ya vikwazo na changamoto kubwa ambazo wamekuwa wakikumbana nazo. Kwa mashabiki wake, kauli hii ni ishara kwamba Tate anataka kuonyesha mshikamano wake na watu wa Gaza. Hata hivyo, wengine wanabaki na maswali kama kweli ataweza kujiunga moja kwa moja kwenye juhudi hizi au ni kauli ya kuonyesha msimamo wake tu. Kwa sasa kinachosubiriwa ni kuona kama baada ya yachi hiyo kukamilika, Tate ataweka maneno yake kwenye vitendo au na kujiunga na msafara huo wa kimataifa wa kibinadamu. Kama hautambui basi Flotilla, Hamad Flotilla imekuwa ni msafara ambao unahusu watu mbalimbali kutokea mataifa mbalimbali kwenda kusaidia watu ambao ni wa Palestina, hususan waliokuwepo kwenye ukanda wa Gaza ambao waathirika wakubwa wa vita dhidi ya Ukraine. Kitu kikubwa ambacho wanapeleka ni chakula sambamba na dawa na mahitaji mengine madogo madogo ambayo pia yamekuwa ni sehemu ya binadamu kwenye ukanda ule na yanahitajika kwa sana. Ripoti zinaeleza kuwa hospitali zimejaa wagonjwa wengi zaidi pamoja na mahututi, lakini dawa hakuna na vifaa tiba pia hakuna. Kwa hiyo moja ya mashirika makubwa ambayo yameona ni wazi tunatakiwa kwenda ndani ya Gaza kwenda kupeleka misaada basi ni Hamad Flotilla ambao wametumia bahari ya Mediterranean kuweza kufika mahali huko. Lakini cha kushangaza zaidi ni kwamba jeshi la maji la Israel limeshawazuia wasiweze kufika maeneo hayo. Sasa kama Andrew Tate na yeye ataweza kufanikiwa, labda ikakutana na wakati mgumu zaidi, kwa sababu mpaka ripoti ambayo inatoka siku ya jana Oktoba 3 ni kwamba takribani boti 13 zimeweza kuzuiliwa, 30 zingine bado zinaendelea kusonga mbele kuelekea kwenye ukanda wa Gaza, ikiripotiwa kuwa takriban kilomita 90 ambazo zimebakia kuweza kufikia kwenye ukingo ule wa Gaza. Lakini Israel kwa ripoti ambayo anaisema kama wanataka kutoa misaada basi watumie njia sahihi za kupeleka misaada, yaani mipakani ndiko ambako wanatakiwa kutumia ili misaada iweze kuwafikia watu wa Gaza. Nje hapo na njia nyingine kutumia bahari ya Mediterranean ni kutishia usalama wa wanajeshi wa Israeli. Kwa hiyo hiyo ndio habari ambayo ipo kwa hivi sasa. Tunasubiria kuona kama Andrew Tate kweli atakikamilisha hichi ambacho anakisema au zitakuwa tu ni porojo zake ambazo anaendelea kuzitoa kwenye mitandao ya kijamii.